Kijiji cha Segero ndiko tunapata hali halisi ya biashara ya kuuza viungo. Maboma matatu yameishi na makovu baada ya wanawao kujipata kwa mtego wa mawakala. Vijana watatu ni miongoni mwa wale waliotolewa figo na kuhaidiwa fedha. Kijana huyu ambaye hakutaka kutambuliwa kwa sababu za kiusalama anatueleza namna hospitali mbili zilihusika kumtoa figo moja, shughuli nzima ikihusisha kubadilishwa kwa jina na kupewa stakabadhi mpya. Tukafanya test ya kwanza, I think tulifanya for 3 weeks huyo test, kutoa damu, kupima pressure, kila kitu. Kama wewe mgonjwa haingewezekana, lakini penye tumii ilikuwa sawa, ikawezekana. Kuendelea hapo hivi waliniundia mpaka ID ya Somalia, kaniundia passport. Licha ya kufanya haya yote, ahadi aliyopewa haikutimizwa, hali iliyomfanya kujutia matendo yake. Walikula hiyo pesa, wakanipea pesa kidogo. Nikifikiria pesa ilienda, ni kama sitapata ingine. Nasikia tu najisumbuanga tu nikifikiria kwanza na niko tu. Madisi yao wamenishika zaidi ya 3. Naomba president wetu uingilie kati ya watoto wetu kweli. Ingilia na uone. Kwa sababu wako progress ni watu tu wa area, sio watu wa mbali. Kwa sababu wanataka wafaidike na watoto wetu wanaharibika. Maumivu yalimsababisha kutafuta huduma za matibabu katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi. Safari ya kupata haki ikididimia kila siku, kwani ni mwaka mmoja tangu tukio hili. Masaibu yake yakiwa sawia na ya Amon Kipruto aliyepiga ripoti Agosti mwaka jana. Saa zingine nakosa pesa ya hata ya lunch peke yake kupeleka check up. Saa zingine tunaenda na mkuu, tunarudi na mkuu. Kwa sababu hatuna hata 50 peke yake ya kukulia kiteri. Kwa sasa familia zilizoathirika zimetaka fidia licha ya kuwepo na changamoto za kisheria kuhusiana na visa vya uuzaji wa viungo nchini. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.